suite, Info en Swahili. Wafasi wapenzi mjambo, baraka Mwenyezi Mungu iwafikie nyumbani kwenu popote mnapopatikana. Ukarasa habari tuweza hivi kuwafungua na kuwajulisha kwamba ni leo ndiyo maziko ya Papa François imefanyika leo tarehe 26 April huko kunako chumba cha kanisa Saint Marthe ya Vatican. Tutawakumbusha kwamba ni tangu siku ya kwanza iliyopita ndiyo kaweza hivi kufariki, ilikuwa ni usiku kufatana tu na masherehe ya majishi kuweza hivi kufanyika huko Vatican. Rais wa Jamhuri Bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ambaye aliweza hivi kufika huko, ilikuwa ni tangu jana magharibi, aliweza hivi kushindikizwa na mkewe Bibi Denise Nyakeru Tshisekedi, ndiyo kwa ajili ya kuweza hivi kuwapo huko kunako majishi kupitia uwanja ndege baba taifa, kaweza hivi kupokelewa na wale ambao walipangiwa kwa ajili ya kuweza hivi kumpokea. Ndiyo rais wa jamhuri kaweza hivi kujelekeza huko mjini Roma nchini Italia kwa ajili ya kuweza hivi kusherekea katika sherehe kubwa ya majishi. Wakati kapofika raia wanaoketi huko wa Kongomani walikuwa wengi kwa ajili ya kuweza hivi kumpokea rais wa jamhuri Bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo pamoja na mkewe Bibi Denise Nyakeru Tshisekedi. Ndiyo kwa ukumbusho ni kwa mara tatu ndiyo kuweza hivi kukutana na Papa François kumwaka 2019, pia kumwaka 2023 ndiyo jamaa la raisi iliweza hivi kupitia huko kunako Basilique Saint-Pierre à Rome kwa ajili ya kuweza hivi kumtolea heshima kulingana tu na kazi kubwa aliweza hivi kufanya kote duniani. Kuhusu habari nyingine kuweza hivi kuwajulisha ya kwamba hapa mjini Kinshasa ndiyo kuweza hivi kufanyika sala kubwa ya kumtukuza na Mwenyezi Mungu kulingana na vile vile kwa majishi ya Papa François, ndiyo Nosa Apostolique. Askofu Mija Askovar kaweza hivi kuwapo katika sala. Bibi waziri wa kwanza Judith Suminwa Tuluka aliweza hivi kuwapo vile vile huko kwa ajili ya kutoa heshima ya mwisho kwa marehemu Papa François. Ndiyo misa kubwa ya kumtukuza Mwenyezi Mungu kaliweza hivi kufanyika mbio. Vile vile wa viongozi wengi waliweza hivi kuwapo huko, na sala ilikuwa kubwa kuweza hivi kufatana na kazi kubwa aliyefanya marehemu Papa François, na vile vile kaweza hivi kupigania kwa faida ya wa maskini, na vile vile alikuwa mtu ya kutegemea amani pia ukimya. Kufatana tu na kifo cha Papa François ndiyo imepita siku chache kwa ishara hiyo. Kufatana tu viongozi wa kundi la dini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo chini ya uongozi wa Bwana Ejipa ya Mapia Evariste waliweza hivi kujielekeza kunako ubalozi wa Vatican katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapa mjini Kinshasa. Ilikuwa ni Alhamisi kwa ajili ya kujulisha vile vile tegemeo lao kulingana na kifo kupatwa kwa jamaa Katoliko. Ndio walipokelewa na Nosa Apostolique ambaye pamoja na Bwana Ejiba ya Mapia na viongozi wengine wa dini waliweza hivi kutoa pole na vile vile kufata mpango za majishi namna gani yaliweza hivi kupangiwa mbele ya waandishi gazeti. Askofu Ejiba ya Mapia aliweza hivi kujulisha sikitiko yake na uchungu kubwa
kwa kifo ya Papa François ambaye aliweza hivi kutumika vile vile kwa amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile vile kwa ukumbusho Papa François amefariki kwa umri wa miaka 88. Waziri kusika na mambo utalii Bwana Didier Pambia ambaye pia aliweza hivi kukumbuka kazi kubwa aliyeifanya Papa François kulingana tu kwa hali ya maendeleo duniani, ndiyo alisalimu usujaa ya maremu Papa namna gani aliweza hivi kutumika kazi kubwa, kazi ya maendeleo, kazi ya dini, vile vile kazi kubwa ya amani, kuwasabu wa maskini. Aliweza vile vile kujitolea katika kazi kubwa. Alihakikisha waziri Didier Pambia ambaye kakumbusha safari ya kazi Papa François aliweza hivi kufanya hapa mjini Kinshasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ilikuwa ni siku kubwa, misa yaliweza hivi kusomwa na waaminifu waliweza hivi kuwapo wengi. Ndiyo Papa François aliweza hivi kuchukua masemi na kahomba mataifa mengi za dunia kuondosha mikono yao kwa katika namna ya kazi za Afrika. Ilikuwa ni namna kuomba amani na ukimya barani Afrika, vile vile katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tokea huko tutaweza hivi sasa kuwajulisha kuhusu siasa, kujueni kwamba nimbo kuu ya Union Sacrée yaliweza hivi kuoneshwa, yalikuwa kupitia mkutano mkubwa, kuwapo viongozi wengi, viongozi wa baraza la wateule, pia baraza la wazee, vile vile wanamemba serikali, viongozi wa vikundi vya vyama vya kisiasa. Ndio katibu wa kazi wa Union Sacrée Bwana Andre Mbata aliweza hivi kufasiria kuhusu alama na nimbo kuu ya muungano mkubwa ya kisiasa. Ni nimbo ambayo yamefasiria kuhusu mfumo wa umoja, amani, maendeleo. Bwana Andre Mbata kaweza hivi kufasiria lazima na vile vile kuliweza hivi kutolewa zawadi kwa wale ambao walisaidia na kufanya kwamba nimbo kuweza hivi kuonekana ni muungano mkubwa, imemuunga rais wa jamhuri katika kazi kubwa maendeleo. Vile vile kuliweza hivi kujulishwa na televisheni moja Union Sacrée ambayo yametoka hivi kufunguliwa. Yote hiyo itasaidia na kufasiria mambo mengi kupitikana katika muungano huo wa kisiasa. Kuhusu sheria, jueni ya kwamba koti ya sheria pamoja na mahakama makubwa yameungana pamoja kupitia moja muungano. Ilikuwa kwa namna ya kuweza hivi kufasiria matumikio ya kazi kunako daraza Marcel Yahou, ambapo mkutano mkubwa ya uchango kulikuwa hapo kiongozi wa koti ya sheria na kiongozi wa mahakama makubwa. Shaba ilikuwa kwa ajili ya kufikiri pamoja, kubadilishana mafikiri namna gani kutumika kulingana kwa namna ya haki na namna ya kazi kubwa ya sheria kupitikana vizuri zaidi. Ni njia kawaida ambao wote wameitumainia kwa ajili ya kuendelea hivi kutumika. Alihakikisha Firmin Vonde na vile vile viongozi wengine siku ijayo pia wataweza hivi kukutana, kwani imepita miaka 7 ndio tena mkutano wa namna hiyo kuweza hivi kufanyika kuhusika na mambo za sheria. Katika jimbo la Kasai Central, bila shaka kazi kubwa imeendelea hivi kuonekana, ni kazi ya kuweza hivi kutengeneza njia mbalimbali upande wa Kasai Central. Ndio ni kazi kubwa yaliweza hivi huko kuwapo liwali wa jimbo Bwana Joseph Moise Kambulu ambaye aliweza hivi kupata mafasirio kawaida namna gani kazi yameendeshwa na shirika Safirmex ya kuweza hivi kutengeneza huko kunako barabara Kasavubu ambako raia walikuwa wengi na kujulisha furaha yao. Bwana Paulin Mukendi, kiongozi wa ufundi wa kazi kunako shirika Safirmex, aliweza hivi kufasiria namna gani kazi hiyo kubwa yameendeshwa na vile vile kupitia kunako barabara ingine itasaidia kwa gari kupitia pasipo tatizo wa kupitia na miguu.
ilikuwa ni furaha kubwa kwa wote liwali wa jimbo bwana Joseph Moise Kambulu, ambaye aliweza hivi kuwaomba harakani kuweza hivi kuendelea na kazi hiyo ambao yameruhusu mji wa Kananga kuvaa sura mpya na vile vile kusaidia kwa ajili ya kazi kubwa ya uchukuzi katika jimbo la Kasai Central, zaidi mjini Kananga. Katika jimbo tuele kujulisha kwamba kiongozi mkubwa makamu wa jeshi aliweza hivi kufika mjini Ziro kupitia uwanja ndege. Alipokelewa na waziri jimboni kusika na mambo pashaji wa habari, ambaye kuwa waziri kwa muda kusika na mambo za ndani Emmanuel Arama Adingikiro. Jemadari Aicha Ngoza ambaye aliweza hivi kupitia huko kwa ajili ya ziara yake ya kazi kubwa ya kutizama mambo za jeshi namna gani yamepitikana katika jimbo la Otwele. Na kiisha uwanja ndege, kiongozi mkuu makamu wa FARDC kaweza hivi kupokelewa na liwali makamu wa jimbo la Otwele bwana Christophe Dara Matata. Ni kwenye ofisi yake waliweza hivi kuzungumzia na kuangalia namna za mambo za usalama. Bwana Christophe Dara Matata aliahidia kuendelea na kazi kubwa ya kutumika pamoja mkono mkononi na kuweza hivi kuruhusu jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hasa katika jimbo hilo bila shaka kujitolea na kazi. Tokea huko tumejelekeza katika jimbo la Ekwatori, huko kupitia sherehe rasmi jueni viongozi 13 wanaohusika na kazi katika vyumba mbalimbali vya usalama katika mtaa 7 ya jimbo la Ekwatori waliweza hivi kufaidia na vifaa mbalimbali, pikipiki ambayo itawaruhusu kuweza hivi kutembea popote kuhakikisha kazi ya usalama. Liwali wa jimbo bwana Bobo Boloko Bulumbu, ambaye katoa heshima kwa rais wa jamhuri kufatana na kazi kubwa amani na ukimya, alitoa heshima kwa serikali kuwapatia vifaa hivyo kawaida, na vile vile kwa bibi waziri wa kwanza ambaye kufatana na utetezi aliyefanya ilisaidia kwa vyombo hivyo kuweza hivi kufika kupitia wizara yanahusika na mambo za ndani. Aliweza hivi kuwaomba wale kufaidia na pikipiki hiyo vifaa vya kazi kuitumia jinsi inavyostahili kama vile baba katika jamaa. Ndio mwishoni ilikuwa zamu kwa wale waliweza hivi kuifaidia kupitia Jemadari Placide Nyembo ambaye alisifia kwa msaada. Joeni ni vyumba vifatavyo ambao vimefaidia na msaada DG Penseaner, pia korti na vile vile vyumba vya masambo. Kuhusu polisi wapenzi, jueni kwamba utetezi kubwa yanaoendeshwa na wasaper pompier kwa namna tu ya kuweza hivi kutengeneza maisha yao bila shaka imeendelea. Ndio iliruhusu katika mkutano huo bwana Oscar Okito Njeko ambaye ni kiongozi wa kundi kubwa wa saper pompier waliweza hivi kuwa katika mkutano mkubwa wa utetezi. Aliwafasiria kuwakumbusha kuhusu ziara ya kazi yao kwa shabaha la kuweza hivi kuwaomba kutumika kazi vizuri, lakini kwa kuweza hivi kutumika, alijulisha bwana Oscar Okito Njeko ni vizuri kuwa na vifaa kawaida vya kazi. Aliwaomba viongozi kutizama namna gani kuwaunga mkono, kuwasaidia, kuwapatia vifaa kawaida vya kazi takao waruhusu kutumika kazi katika eneo nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulingana na shida lao la kazi. Ndio ilikuwa kupitia mkutano huu mkubwa ambao iliwaruhusu wote walikuwapo kuapa na kuweza hivi kujitolea vizuri na kazi ya kuwasaidia watu. Kuhusu siasa, kuwajulisha kwamba jamaa la siasa kuongozwa na bwana Tony Kankushiku ambaye ni msimamizi mkubwa wa rais wa jamhuri, ndio wazaliwa wa mji wa Kinshasa wengi teke umbu wamejulisha kuingia katika muungano huo mkubwa wa siasa PEP AAP. Ndio muungano mkubwa
ambayo yametumika kwa ajili ya kumtegemea rais wa jamhuri katika kazi kubwa anafanya. Ndio wote katika muungano yameongozwa na bwana Laurent Batumona, ambaye kaweza hivi kuwasifia wale ambao wameingia katika muungano huo mkubwa. Ni kwa namna tu ya kuweza hivi kutumika kufikiri na kuweza hivi kusaidia kulingana tu kwa namna ya kumuunga rais wa jamhuri bwana Felix Antoine Tshisekedi mkono kwa maendeleo, pia kazi ya amani na ukimya kudumu popote katika eneo nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kabla kumaliza katika mtaa Barumbu, kama vile kila siku ya posho, ndio kwa hatua yaliyochukuliwa na liwali wa mji wa Kinshasa kufatana na hagizo tokea kwa rais wa jamhuri bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ndio liwali wa mji wa Kinshasa bwana Daniel Bumba Lubaki aliweza hivi kuomba viongozi wa mtaa kujitolea na kazi. Ndio katika mtaa Barumbu bwana Christophe Lomani, ambaye ameendelea hivi kujikaza na kuamsha zamiri ya wakahaji wa mtaa Barumbu. Siku ya posho tarehe 26 ilikuwa ni kazi kubwa kunako mkoba Ndolo, nyuma gereza ya Ndolo, karibu ya kilalo kikubwa na depo pharmaceutique DSMP, ambako huko waliweza hivi kutumika kazi ya kufungua mifereji, kutoa matakataka, kufakia, na raia wengi walisifia yote hiyo itaruhusu ikiwa hata mvua kali menyesha hakutakuwa hali ya maji kuweza hivi kujaa. Na vile vile raia huko walialikwa kuwa na usilimu ya kuweza hivi kukinga mazingira, kutumika kwa ajili ya mahali ambapo wamepatikana kuwa safi zaidi. Haya wafasi wapenzi, habari hiyo ya mtaa Barumbu imepiga nukta mwisho. Asante kwa wote, kwa roho moja nimewalika kufuata tu televisheni ya Raia.